Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Kutokana na hili tukio ambalo limeshika kasi kwa sasa katika nchi yetu ya Tanzania, tukio la tetesi za watu kuweza kuibiwa viungo vyao vya siri kama inavyosemekana, na hatimaye serikali kupitia jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vimeweza kutoa matamko mbalimbali, lakini sisi kama Waislamu tuko pale pale, lazima kupeana tahadhari kuhusiana na haya mambo yanayoendelea kwa baadhi ya Waislamu ambao wako katika maeneo hayo na wale ambao hawajafikiwa na taarifa hizi, wale ambao wamezisikia na wale ambao wanazisambaza kwa wengine, na wale ambao wamezisikia lakini hawajachukua tahadhari kuhusiana na haya yanayoendelea. Baadhi ya uchunguzi nilizofanya kupitia katika mitandao ya kijamii na kupitia kwa kuzungumza na watu mbalimbali waliopo katika maeneo husika, tumebaini kwamba jambo hili linasemekana kwamba lipo, na baadhi ya watu ambao walikuwa katika maeneo ya tukio wamesema kwamba sio kwamba hawa wanaodai kwamba wameibiwa viungo vyao vya siri si kama ni machizi au ni wenda wazimu. Hapana, ni jambo ambalo limewatokea kweli na ni jambo ambalo lipo. Sasa Uislamu unasema, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atakapokujieni fasiki na habari yote basi fanyeni uchunguzi, basi msije mkamsibu mtu jambo kwa kutokana na ujinga basi mkaingia katika makosa. Hivyo basi kwa uchunguzi wa haraka haraka ambao nimeufanya na kupeleleza na kuzungumza na watu mbalimbali, imesemekana kwamba hili jambo nilipo ni la kweli, lakini kwa hawa watu ambao wanatuhumiwa kuiba hizo sehemu za siri za watu, ni kwamba wao wanatumia uchawi wa kiini macho, kwamba hii ni biashara ya kitapeli ambayo ipo, kwamba mtu anakuwa na biashara yake ya kitapeli, kija akimshika mtu basi anamtetemesha, anampiga shoti, anakuwa kama ameganda au amepata vibration kwa muda kama dakika moja, alafu baada hapo akimwachia basi yule mtu anakuwa anarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini kinachosemekana ni biashara ya kitapeli, kwamba mtu anakuja analitengeneza tatizo kwako na kukuwekea kiini macho, ukiangalia unahisi kama sehemu zako za siri hazipo, zimeondoka. Alafu akishaondoka kama baada ya muda kadhaa anarudi kuja kukutatulia hili tatizo, kwamba hilo tatizo limekupata, sasa mimi naweza kukuondolea, lakini nipe kiasi fulani cha fedha. Kwa mfano nige 200,000, 300,000 au 500,000, basi unaweza ukatoa pesa zako ukamlipa, basi akakuondoshia lile tatizo. Lakini ni tatizo ambalo yeye mwenyewe amesha lizalisha kwako, ni kiini macho. Na ndio maana ukifuatilia baadhi ya video na mazungumzo ya maaskari, wale watu waliofanyiwa tatizo hilo wakadai wameibiwa sehemu zao za siri, kwa muda ule wa tukio kile kiini macho kinafanya kazi, anakuwa hazioni. Lakini wanapochukuliwa, wanapopelekwa katika vyombo vya ulinzi na usalama, polisi, kile kiini macho kinakuwa kimesha nguvu, kimekwisha nguvu. Kwa hiyo zile sehemu zake za siri zinarudi kwa hali ile ya kawaida, sababu kiini macho ni uchawi unaofanya kazi ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo imekuwa ni jambo hili, na ndio maana wale watu wengi wanapokamatwa kipelekwa kituo cha polisi, aliyeiba na aliyeibiwa, yule aliyeibiwa akipelekwa kwenda kukaguliwa ama ni kituo cha afya, basi anakuta zile vitu vyake viko salama na yuko vizuri, anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ndio maana imeonekana kwamba ni hawa wanaotengeneza huu uvumi ni waongo, na ni watu ambao wamezungumza hivyo kutokana na taharuki na woga ambao umetokea katika jamii. Hivyo basi tukio kama Waislamu ni vyema kuambiana hili jambo na kuelezana kiuhalisia, ili watu wengi waelewe kwamba hiki kitu unasemekana kwamba ni kipo, lakini ni uchawi wa kiini macho. Na je, nini afanye yule ambaye atafanyiwa uchawi huu wa kiini macho? Asipate taharuki, asipate nini, awe tu katika hali ya kawaida. Bilo tatizo baada ya muda fulani litaondoka. Na hao ambao wanasema tutakurudishia tulipe pesa, basi hasiwalipe pesa, sababu ule ni uchawi wa kiini macho, baada ya muda fulani utaondoka. Na ndio maana watu wengi waliokamatwa na kupelekwa kwenye vituo vya afya, vituo vya polisi, baada ya kupita muda fulani ule kutoka eneo la tukio mpaka kufika kule, ukaguzi ukifanyika, wanakutwa wako sawa, katika hali ya sawa, ule uchawi wa kiini macho tayari umeshaondoka. Kwa hiyo hili ni jambo la haraka haraka ambalo
nimeligundua kwa siku hii leo baada ya kufuatilia uchambuzi na sehemu mbalimbali na mambo yaliyotokea, nimegundua hili. Kama kuna yoyote ambaye anagundua tofauti na hivi, anaweza pia kuzungumza hapo kwa chini upande wa comment na kuelezea hili jambo linakuwa kwa namna gani. Naam. Sasa ni kipi afanye ndugu Muislamu ambaye atakutwa na jambo hili? Kwanza asiwe na panic, asiwe na hasira, aondoe hofu, awe kawaida. Cha pili, awe kawaida na hili jambo litaondoka kama nilivyosema. Lakini nini kingine afanye Muislamu ambaye kachukue kama tahadhari kwa kabla hajafikwa na jambo hili au kabla halijamkuta, kwa sababu huwezi jua muda wote linaweza likakukuta, huwezi kujua utakuwa mazingira gani, eneo lipi na sehemu gani linaweza likakukuta. Hili jambo cha msingi cha kwanza si kukimbilia pini na rubber band kama wengi wanavyofanya. Wengi wanafanya kutegemea pini na rubber band, na hili linaweza likakupelekea ukaingia katika shiriki, kwa sababu tunatakiwa kumtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tunatakiwa kumtegemea, kumwabudu yeye, kutawakkal kwake na kwa kila kitu. Lakini kutegemea pini na kutegemea rubber band ni kama kinga, hili linaweza kukupelekea katika shiriki. Basi cha msingi ndugu Muislamu unaweza kufanya ni kitu kimoja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha dua mbalimbali za kujikinga. Kwa mfano kuna dua bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Hii ni dua ambayo inaweza kukukinga na mabalaa yote ya siku nzima. Ukisoma mara 3 asubuhi, mara 3 bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Dua hii unaweza kumsomea mtoto wako, unaweza kumsomea mwanao, na unaweza kuisoma wewe kama wewe. Asubuhi mara 3 inakukinga mpaka jioni, na jioni pia mara 3 inakukinga mpaka utakapofika asubuhi. Hii ni moja kati ya dua ambayo unaweza kuitumia ikakukinga. Pia dua za kutoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, unaweza ukazisoma pia zikakusaidia kukukinga na mabalaa mbalimbali utakapokwenda kwenye shughuli zako au katika mihangaiko yako au katika mambo yako mengine. Dua nyingine pia ni kusoma ayat kursi kila baada ya swala, inafahamika, na kusoma qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu bil falaq na qul huwallahu kila baada ya swala. Hizi nazo dua ni zinakukinga na mabalaa mbalimbali kila baada ya kipindi cha swala, kutoka kipindi kimoja cha swala kwenda kipindi kingine, na ukisoma kipindi kingine na kwenda kipindi kingine. Hizi zote ni adhkari ambazo zitakusaidia wewe Muislamu kuweza kukukinga na mabalaa na shari za uchawi kama huo wa kiini macho, na shari zingine, kukukinga na majini na shari zingine za ulimwengu pamoja na mashaitani waovu. Basi ukiwa kama Muislamu unatakiwa kuimarika na dua hizi mara kwa mara. Pia kitu kingine ambacho kinaweza kukukinga ni ulimi wako kuwa mlaini, ukiwa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unamdhukuru, unafanya adhkari mbalimbali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, kuna subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, na adhkari nyingi ambazo zimekuja katika sunna, ambazo zimethibiti katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi vitu vyote vitakusaidia kuweza kukukinga na shari hii ambayo ipo kwa sasa katika nchi yetu ya Tanzania, na imeenea katika jamii, ambayo imeenea kama uvumi, na huwezi jua inaweza kukukuta muda wote, saa yoyote. Basi ukiwa kama ndugu Muislamu, na kunasihi pamoja na kuinasihi nafsi yangu kuweza kujikinga na adhkari hizi na dua hizi ambazo zimefundishwa na zimethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tanbihi na ukumbusho na uzindushi kwa Waislamu wote katika kipindi hiki ambacho kimetokea cha taharuki, na hayo yaliyotokea, mambo ya kuibiwa sehemu za siri na wale ambao wanasadikika kuiba sehemu za siri, na taharuki ambayo imetokea kwa sasa katika nchi ya Tanzania. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kujikinga na adhkari zake kupitia adhkari hizo na dua mbalimbali, ili tuweze kujikinga na mabalaa yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala tusamee makosa yetu na atujalie tuwe katika miongoni mwa wenye kufanya ibada na kufanya toaa zake mpaka pale itakapofikiwa na umauti. Wa sallallahu ala sayyidina